Kuna taarifa mpya imeibuka hapa mapema kabisa kwamba kwa mujibu wa chombo cha habari cha Axios kutoka nchini Marekani ni kwamba rais wa Marekani Donald Trump kwa hivi sasa anafikiria kusitisha mpango wa kuishambulia Irani katika ule muda aliopanga leo hii, kwa maana ya kuwa anaweza kusogeza tena mbele tarehe ya kushambulia endapo ataona dalili za Irani kukubali mazungumzo na Marekani. Hii ni kwa mujibu wa afisa wa Marekani aliyeipasha habari Axios pamoja na Al Jazeera. Taarifa inaeleza kwamba rais wa Marekani Donald Trump anakabiliwa na uamuzi mzito ndani ya muda mfupi, ikiwa ni ama kutekeleza tishio lake la kuishambulia Iran au kuongeza muda ili kutoa nafasi kwa mazungumzo ya amani yanayoendelea. Trump ametishia kuharibu miundombinu muhimu ya Iran, ikiwemo madaraja na vituo vya umeme ndani ya muda mfupi, hatua ambayo inaweza kuwa na madhara makubwa kwa raia na kusababisha mvutano mkubwa zaidi katika eneo la Mashariki ya Kati. Wakati huo huo, juhudi za kidiplomasia zinaendelea chini ya upatanishi wa nchi za Pakistan, Misri na Uturuki, zikilenga kufanikisha makubaliano au kuongeza muda wa mazungumzo. Afisa mmoja mwandamizi wa Marekani amesema kuwa iwapo dalili za makubaliano zitaonekana, huenda Trump akasubiri kabla ya kuchukua hatua, ingawa uamuzi wa mwisho utabaki mikononi mwake. Hata hivyo, maafisa wa ulinzi wanaonyesha mashaka kuhusu uwezekano wa kuongezwa kwa muda huo. Ripoti zinaeleza kuwa Trump ana msimamo mkali zaidi kuhusu Iran kuliko baadhi ya viongozi wa juu katika utawala wake, akiwemo waziri wa ulinzi Peter Hegseth na waziri wa mambo ya nje Marco Rubio. Wakati baadhi ya washauri wake wanapendelea mazungumzo, timu ya majadiliano inayojumuisha makamu wa rais JD Vance pamoja na washauri Jared Kushner na Steve Witkoff wanashauri kutafutwa kwa suluhisho la kidiplomasia haraka iwezekanavyo. Kwa upande mwingine, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu pamoja na baadhi ya washirika wa Marekani wanamtaka Trump kutokubali kusitisha mapigano bila Iran kukubali masharti magumu, ikiwa ni pamoja na kuufungua mlango wa Hormuz na kusitisha shughuli za urutubishaji wa urani. Irani tayari imewasilisha mapendekezo yake yenye vipengele 10 ambayo yameelezwa na baadhi ya maafisa wa Marekani kuwa ni makubwa kupita kiasi. Hata hivyo, ikulu ya White House inaona hatua hiyo kama mbinu ya mazungumzo. Wapatanishi wanaendelea kufanya kazi na Iran kurekebisha mapendekezo hayo, huku wakionya kuwa mchakato wa maamuzi wa Iran ni wa polepole, jambo linaloweza kulazimisha kuongezwa kwa muda wa mwisho. Katika hotuba yake, Trump alieleza uwezekano wa mashambulizi makubwa dhidi ya Iran, akisema kuwa nchi hiyo inaweza kuangamizwa kwa usiku mmoja iwapo hatua za kijeshi zitachukuliwa. Hata hivyo, alisisitiza kuwa bado kuna nafasi ya mazungumzo kufanikiwa, akibainisha kuwa pande zote zinaendelea kujadiliana kwa nia njema. Ripoti pia zinaeleza kuwa mpango wa mashambulizi ya pamoja kati ya Marekani na Israel tayari uko mezani, ukisubiri tu idhini ya Trump. Kwa sasa macho yote yanaelekezwa kwenye saa chache zijazo, ambapo uamuzi wa rais huyo unaweza kuamua hatma ya mvutano huo mkubwa. Sasa tayari rais wa Marekani Donald Trump anafikiria kusogeza mbele tena muda wa kuishambulia Iran, na anaiangalia kama ina mwelekeo wa kukubali mazungumzo mazuri kati ya Marekani pamoja na Iran, basi anaweza akasitisha kabisa au akasogeza mbele kuisikilizia Iran. Lakini Trump hapo jana alisema kwamba Irani inaweza kuangamizwa kwa usiku mmoja tu, na usiku huo huenda ikawa ni leo hii. Na sasa hapa inaonekana kabisa kwamba Trump anataka kuweza kubadilisha direction kwa kiasi kikubwa kuhusu mpango wake wa Iran. Ni katika mwendelezo wa kauli zake za vitisho dhidi ya Iran ukizidi kuendelea, kwa sababu kwa jinsi ambavyo alizungumza kwamba alitoa saa 48 kwa Iran kuweza kufungua mlango wa bahari wa Hormuz, na wasipofanya hivyo basi moto wa mateso utaweza kuwashukia, na jana akapiga biti zito kulikweli kwenda kwa Iran. Basi mtazamaji wetu, tuko hapa kuweza kukujuza yote yanayojiri katika anga za kimataifa. Cha msingi tu ni kuweza kuwa karibu na Zone Media wakati wote kwa kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.